Mzigo wakati tunaanza ndani ya hii familia, ni ndani ya mji wa Nigeria. Hii familia ni ya baba mama ikiwa na watoto wawili, lakini kwenye hii familia kuna binti mmoja ni miayusho kinoma, yani mwenzake akiwa anafanya kazi, yeye huwa anafanya mambo yake ya ajabu. Huyu binti mkubwa ambaye ndio dada mtu anaitwa Adina. Adina yeye ni mchapakazi, muda wote ni mtu wa kazini, yani hata mapenzi kwake sio kipaumbele kwake ni kazi. Sasa wakati anatoka kwenda kazini, mdogo wake yupo kitandani amelala amejifunika shuka, yani hana habari kama kumesha pambazuka, kumesha kucha na inabidi achie shuka, maisha mengine yaendelee. Anapigiwa simu na shoga yake na kumwambia, bana, unakumbuka tulikuwa tuna mtoko, sasa tumechelewa huu mtoko mpaka dakika hii bado hujatoka. Fanya juu chini hapo haraka, chukua gari hapo nyumbani kwenu tuweze kuondoka tuende kwenye safari yetu tulikuwa tumepanga. Binti anashuka haraka kwenda kujiandaa. Wakati anajiandaa anamaliza, anashuka sebeni kutaka funguo ya gari. Anakuja kila kitafuta funguo yake ya gari, funguo haionekani. Anatafuta funguo haionekani, inabidi amwite dada wa kazi. Anamuita dada wa kazi kuja kumuuliza funguo ya gari iko wapi. Ghafla anakuja baba yake na kumwambia, funguo ya gari mimi ndo nimeichukua. Sihitaji kutumia chochote cha kwangu humu ndani kwa sababu wewe hutaki kufanya kazi. Mwache dada yako na tumia mali zangu, wewe mali zangu zione kama kituo cha polisi, yani wewe unataka kufanya maisha yako, fanya maisha yako kwa namna yako. Binti alimind kinoma na kumwambia baba yake, haiwezekani unipangie maisha, kila mtu ana maisha yake. Mimi natafuta kazi zangu nifanye mwenyewe kazi zangu. Sasa kufanya kazi zako ambazo hazina limit. Kazi gani ambayo mtu apumziki? Muda wote mimi naenda kazini. Hizo kazi mimi sizitaki. Mimi natafuta kazi zangu. Mama naye alikuja wakaanza kumshambulia binti. Walimsema sana binti akawa haelewi chochote anachoambiwa. Yani binti akiambiwa na wazazi anaingilia sikio hili, yanatokea sikio hili. Anachomwambia baba yake, niambie wewe mzee, kama unanipa hizo funguo za gari ama funguo nabaki nazo. Gari lako mimi sio kila kitu. Kama unaona mimi kutumia mali zako ni changamoto, basi hizo mali muache atumie dada yangu. Atatumia mwanao mkubwa, mimi sitatumia chochote. Binti alimaende akaamua kuondoka. Wakati huyu binti anaendelea kulumbana na baba yake na mama yake, dada yake yupo ofisini ametulia anaendelea na kazi. Ghafla simu inaita. Wakati simu inaita, mpenzi wake naye anaingia. Huyu binti ana mahusiano ya kimapenzi na huyu mwamba. Sasa binti wakati anataka kunyanyuka kwenda kupokea simu, mchizi anaingia. Mchizi wakati anaingia anataka kumkumbatia binti mapenzi, alete mapenzi ofisini. Binti anamwambia, samani, simu inaita. Naomba nipokee simu kwako, nitarudi baadaye. Mwamba anashangaa, yani unaona simu ni bora kuliko mimi? Binti anamwambia, simu ni kazi. Hizi simu ni za kazi. Kwa hiyo mimi siwezi kuacha kazi kwa sababu yako. Kazi ndo maisha yangu na maisha ya familia yangu. Kwa hiyo wewe utakuja hata baadaye. Mwamba alijisikia noma kweli, lakini ikabidi tu akubali kwa sababu binti si ndo ameamua. Sasa huyu kisebengo huko mdogo mtu, yeye alienda kwenye interview ya kazi. Cha ajabu, ambaye kwenye interview ya kazi baba ndo anahusika kwenye interview. Kwa hiyo baba ikabidi apige limit huyu binti asipate kazi, hata kama ana vigezo amefanikiwa chochote kile, lakini asipate kazi kwenye hiyo kazi ambayo anaitafuta. Sasa binti ametoka ameligundua hilo kwamba baba yake ndio alimfanya yeye asipate kazi. Binti alirudi kwa baba yake, alimwashia moto na kwambia. Binti alimfokea baba yake kinoma noma, ni kwamba huwezi kunipangia maisha yangu. Mimi nimesoma, ulivyonisomesha wewe unisomesha nifanye kazi kwenye kampuni yako. Lazima kila mtu afanye kazi kwenye kampuni yako. Akifanya dada yangu tu inatosha. Mimi nifanye kazi kwenye kampuni yako ya nini? Dada yangu sasa hivi sio mtu wa kupumzika. Yaani sio weekend, sio siku za kazi, haeleweki. Anafanya kazi afanye kazi. Ghafla wakati binti analumbana na baba yake kuhusu kazi, dada yake anaingia. Dada akija na mdogo wake, hebu msikilize mzee, wewe mbona unapenda kuchana na baba kila siku? Baba anakutafutia wewe, anakutengenezea njia ya maisha yako wewe. Ukifanya kazi ni maisha yako wewe. Binti anamwambia, kazi gani? Ipi? Yaani kazi kama unafanya wewe unafanya kazi kama mbwa, upumziki. Yaani wewe unafanya kazi gani hizo? Upumziki muda wote. Wewe ni kazi. Ukipumzika kidogo, ukikosea kidogo, mzee anaongea. Yaani unafanya kazi gani hizo? Wewe kama umekubali kupelekeshwa kama mbwa, wewe fanya, mimi siwezi kufanya hizo kazi. Binti anakataa kabisa kufanya kazi kwa baba yake. Mzee yuko hapa na mama yuko hapa, yani binti haelewi moja, haelewi mbili. Yeye ashaamua maisha yake, ashaamua mitikasi yake, usimpangie chochote cha kufanya. Haya yanatokea kwenye familia nyingi. Sasa kila mtoto atakaye mzaa ataenda sawa na mzazi. Basi mabinti walikuwa wanalumbana sana mpaka kufika wakati kwanza kupigana na makofi. Wakapigana makofi hapa, dada mtu akaamua kuondoka. Huyu binti akabaki na mama yake. Anamwambia mama yake, unaona amenipiga. Cha ajabu ni kwamba baba pamoja na huyu dada mtu wote wao wanamkandamiza huyu mdogo kwa sababu yeye hataki kufanya kazi, ila yeye anataka maisha yake binafsi. Hataki maisha kufanya kazi kwenye familia. Maisha ya familia changamoto. Hataki kufanya kazi, dada yake atakuwa mkurugenzi wa kampuni, yeye atashika nafasi gani? Binti hataki. Anaona ni bora atafute maisha yake mwenyewe. Sasa baadaye Adina akiwa na mpenzi wake huko. Bidada amefika kwa mpenzi wake, mwamba akajua leo bidada amefika hapa. Mimi napiga show zangu kama kawaida. Hapa tunakitupa kiondoka leo mwepesi. Cha ajabu binti anachukua kinywaji anakunywa na anamwambia mimi naondoka. Yaani amekuja kama dakika 5. Eti dakika 5 zilizoisha anamwambia anaondoka. Sasa umekuja kufuata nini? Umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Hiyo kapita.
Siku nyingine tena binti amekuja nyumbani, leo amekuja sasa usiku kabisa kulala. Cha ajabu lakini analala. Mwamba kila kitaka kukitupa, binti anamwambia niko busy, yuko busy na computer, laptop, mara muda wote ana upload kazi, azieleke ni kazi gani anazozifanya. Mchizi paka anaona hii ni noma. Sasa mbona ni kero? Yaani mchizi usingizi hauji, kila kilazimisha usingizi hauji. Haiwezekani ulale na pisi hapa pembeni afuata usiiguse. Mwamba kila akimchungulia binti analala saa ngapi, binti halali, unaambia yuko busy online, anafanya kazi za online. Sasa umetoka ofisini, umekuja mpaka nyumbani. Wewe unakuja nyumbani kwa mpenzi wako, eti uko busy na kazi muda wote. Unataka nini wewe? Ukianza kuchitiwa uanze kusema wanaume miayusho, sini na nini, changamoto nyingi, kumbe matatizo unayanzisha wewe mwenyewe kwa mpenzi wako. Mchizi alikuwa anampenda sana mpenzi wake, lakini kwa hii mitikasi inavyoendelea, sidhani kama mapenzi yataendelea. Asubuhi kumekucha, mchizi anajua leo ni weekend, mama wa kazi amekuja nyumbani, tunashinda wote, amelala, leo tunashinda. Cha ajabu, binti ameamka asubuhi anamwambia mshikaji, mimi inatakiwa niondoke niwahi kazini. Mwamba anamuuliza kazi gani? Wewe kwa nini kila siku na kazi? Leo ni weekend Mimi nikajua leo ni weekend tunatulia, unaniambia unaenda kazini. Kazi gani? Binti anamwambia kikweli inabidi niende kazini kwa sababu hili swala ni muhimu. Yaani hili swala ni muhimu kuliko hata mapenzi. Mapenzi yapo tu, lakini kazi, nikipoteza kazi leo ndio maisha yetu yote yameshuka. Familia inanitegemea, familia inaniangalia mimi. Baba ameniachia kampuni niziendeshe, kwa hivyo kila kitu ni mimi. Inabidi nitoke niende kazini, haijalishi ni siku gani. Ikinibidi kutoka mimi inabidi nitoke. Kwa hiyo naenda, nitarudi baadaye. Binti amefika mpaka kazini. Cha ajabu, binti kufika kazini leo anapokea simu. Anaambiwa, unakumbuka ile mikataba ya kibiashara tuliyopanga kuisaini? Inabidi tusitishe ile mikataba, hatutaweza kusaini kwa sababu mdogo wako ameposti picha akiwa yuko na mpenzi wake. Sasa sijaelewa hizi picha zinavuja kwa namna gani, lakini tulipanga kufanya kazi na nyinyi, lakini kampuni yenu inaonekana haiko sawa, haiko stable, kwa sababu haiwezekani familia yenu inakuwa inavujisha vitu kama hivi. Binti alijisikia noma ni. Haiwezekani ndogo wake anachafua kampuni kama hivi. Wakimwambia akae sawa, binti haelewi. Alirudi mpaka nyumbani, akamwonyesha mdogo wake zile video na zile picha ambazo yeye alitumiwa pamoja na wazazi, baba na mama wote, akawaonyesha video ambazo za mdogo wake zipo huko online, ni trending. Binti amekuwa bali ya mjini online huko, nakwambia, yani na anavuma yeye tu mitandaoni. Wazazi wanamshangaa, wewe umefika hatua gani? Yani unafika hatua ya kujiposti, unapiga picha na wanaume unajiposti, wakati unajua kabisa kampuni yetu ni kubwa, jina lako ni kubwa wewe, kwa sababu baba yako ni kiongozi mkubwa hapa Nigeria, ana kampuni zake kibao, watu wanatamani kukuchafua muda wote. Hizo video zinatumika vibaya. Wazee walimind kinoma kwa sababu binti anachafua sifa ya kampuni na sifa ya familia. Hivyo binti haelewi chochote, kila anachojaribu kuambiwa yeye hakuna kitu kinachomuingia hata kidogo. Yani hapa ni kama anampigia mbuzi gitaa, anaishia kutingisha mkia, maisha mengine yanaendelea. Binti alikuwa na shoga yake, alivyoona kimenuka mdogo yule, akachimba, akamwachia binti msala, kwa sababu huu ni msala wa kifamilia. Wewe kama upo pembeni, mtu baki inabidi utembee tu, uweze changia chochote. Sasa baadaye mzee akapata taarifa kuhusu ile mikataba ambayo ilisitishwa, na binti akakubali mikataba isitishwe kwa sababu ya mdogo wake. Mzee alimind kinoma, alimfokea sana binti yake. Nilikuachia kampuni uweze kuiendesha nikiamini una kila kuendesha kampuni, lakini vitu vidogo kama hivi vinakutoa kwenye mfumo mpaka mikataba tu anasitisha na wewe unakubali. Unakubalije mikataba isitishwe eti kwa sababu ya mdogo wako? Mzee alimind kinoma, mzee alimfokea binti mpaka akakaa akafikiria, mbona mimi napambana sana? Mbona mimi najituma sana sipumziki, lakini mzee bado kama hivi, zikitokea changamoto ndogo kama mzee ananifokea. Yani sielewi changamoto ni nini, mzee ana shida gani? Mbona anitazami mimi kwa namna ninavyopambana? Hiyo ndio uliamua. Ndio maana yule binti mwingine anataka kabisa kuingia kwenye masuala ya kazi za kifamilia kwa sababu anayajua. Binti amekuja ofisini, Mwamba naye amekuja hapa ofisini. Anataka kumpiga mabusu binti anamzuia, anamwambia mniache. Niko busy, niache, naomba niache tafadhali kwa sababu familia ishanichanganya, naye mwenyewe usinichanganye. Usinivuruge, hebu niache. Mwamba anaona tena. Yaani ukivuruga na familia ndo unatuchukia wote. Mchizi kabidi akae zake pembeni sasa, amwangalie binti nini kinachoendelea. Yaani wewe binti ni mpenzi wangu, unipi show, nikitaka kupiga show unipi, hata mabusu unipi. Eti unaniambia wewe uko busy na kazi. Familia kitu gani? Wewe mwenyewe unatakiwa na familia yako. Mwamba alimind kinoma, lakini atafanyaje? Ndio maisha yake, ndio binti kashamuelewa tena, kashapenda mapenzi yenyewe achagui. Mchizi akamwambia samani kama nimekukwaza, kama nimekukera kwa chochote kile nisamee. Sikujua upo katika mudi gani. Mchizi akaomba msamaha, hapa kabidi atembee zake. Kashaona hapa tena ishakuwa ni miayusho jao hapa nogi. Baada ya Mwamba kuondoka, hatimaye tunapelekwa mpaka hotelini. Yaani kuna huyu binti ambaye ni mdogo wake na Adana. Yeye ameitwa mpaka hotelini. Yaani huyu binti mitikasi yake ni binti ambaye ukiwa huko board unahitaji binti uje kuchangamsha. Yeye unampigia simu, anakuja na anakaa kwa muda maalumu. Sasa huyu Mwamba amempigia huyu binti simu akijua labda ni kahaba mwenye kujiuza. Kumbe huyu binti kazi yake yani kutoa kampani tu kwa washikaji. Ukimuelewa nini kampani yake, unampigia simu, anakuja anatoa kampani, mnakunywa kama ni kunywa, lakini amfanyi chochote. Mchizi amemuita binti mpaka hotelini, akajua hapa leo tunakitupa.
tunaruka ni show. Binti kumbe mambo yake yeye si mambo ya show kama familia inavyodhani. Yeye kaida yake ni unamuita, mnakaa, mnapiga story, mnakunywa, baadaye mnaondoka. Baadaye Adina yuko zake ofisini, anakula zake pipi hapa, ghafla simu inaita. Ni ya mpenzi wake. Jamaa anamwambia binti, samani, nadhani kama unakumbuka leo tunatimiza mwaka mmoja wa mahusiano yetu. Hivyo nilikuwa naomba tutoke twende sehemu yote tukatulie, tule bata hata kwa wiki 2 hivi, wiki moja, walau tupate muda wa kutulia pamoja. Binti akamwambia sawa, hilo halina shida. Ngoja nifikirie afu ndakurudia. Wakati binti anaongea na mshikaji, anakata tu simu, ghafla zinaingia message kwamba anatakiwa kwenye mkutano na wafanyabiashara. Yaani haya na mambo ya kuoa mabilionea mzee. Wakati unamhitaji, kazi zinamhitaji. Wakati anakuhitaji, pesa nazo zinaisha. Inabidi alinde pesa, alinde familia. Unafanyaje? Mwamba anapokea simu, anaambiwa tukanseli dina, hatutaweza kutoka kwa sababu na mitikasi mingi. Kuna sehemu natakiwa nikahudhurie mkutano kwa badala yake. Mchizi alimind kinoma. Wakati mchizi amekaa amewaza, baada ya kukanseli dina sasa na mpenzi wake, akakumbuka na rafiki yake mmoja hivi, inabidi ampigie simu. Sasa hawa ndio wale wana wa mitikasi ile ambayo kama uko board umeboeka, wewe unawapigia simu, wenyewe wanakuja kukuchangamsha. Yani unakaa nao, unapiga nao story, mtakunywa, mtacheka, kama kula mtakula, lakini hamtafanya chochote kinachohusiana na mapenzi. Kwa mambo ikabidi ampigie simu huyu mwana. Akamwambia, mimi nahitaji kampani yako leo, niko board kinoma, unajua mpenzi wangu kashanizingua hapa, mimi siele. Binti akamwambia, kiukweli samani, nina ratiba nyingi leo, kuna mtu kashanipigia simu, kuna sehemu inabidi niende, ila niko na rafiki yangu hapa, ngoja nimfanye yeye kama inawezekana akaja yeye badala yangu. Yani huyu binti sasa ambaye anatakiwa kwenda kwa mshikaji, kumbuka ndio mdogo wake wa yule binti ambaye anafanya kazi kule kwenye kampuni, na ndio mdogo wa mpenzi wake na huyu Mwamba. Ina maana Mwamba anakutanishwa na shemeji yake bila ya kumjua kwamba huyu ni shemeji yake. Nini kinatokea? Nini kitaendelea? Tuendelee kustay kwenye huu mzigo ili tuweze kujua nini kinachoendelea baina ya shemeji na shemeji mtu. Nini kitaendelea? Je, mapenzi yatahamia kwa shemeji au mapenzi yatabaki kwa dada? Tuendelee kubaki kwenye huu mzigo. Ikafika night kali, binti akatimba mpaka nyumbani, wana wakatulia hapa. Mchizi anapata moja moto moja baridi, binti yuko pembeni. Sasa kawaida ya kampani bwana, mkiwa wawili, mmoja akiongea, mmoja amjibu mwenzie. Sasa Mwamba yeye ni anakunywa tu, haongei chochote na huyu binti. Binti akaona Mwamba ni miayusho. Binti kila akiongea mchizi amjibu. Kila akiongea na mchizi amjibu. Binti akaona wewe usiniletee masiara. Binti ikabidi anyanyuke. Binti aliponyanyuka akaja kumnyang'anya Mwamba chupa ya pombe. Akamwambia, mbona unakunywa tu afu tuko pamoja hapa unakunywa unisikilizi? Basi fujo zikawa ni nyingi hapa. Mwamba anataka pombe, binti amemnyang'anya. Kumnyang'anya binti, kurupushana Mwamba kaanguka kwenye kochi. Aliponyanyuka kamaindi, mtoto wa kike unanikolomea kwa nyumbani kwangu, akamtimua. Ondoka nyumbani kwangu, nimekwambia mimi ndo nimekuita, mimi ndo ninayekulipa. Kwa hiyo naomba uondoke nyumbani kwangu, sikutaki kukuona tena hapa nyumbani kwangu. Binti akaona yamekuwa hayo tena. Binti akagoma. Binti naye ni mbishi. Kama unavyoona anawabishia wazazi wake nyumbani, wewe nani asikubishie? Unanijua mimi ni nani? Unanifukuzaje kirahisi hivyo? Mimi siondoke. Mwamba akabidi atumie nguvu, akampiga binti. Binti akaanguka pembeni, akaona baba isiwe shida, tuje tuone hapa, kisa nini? Stress ni ya kwako, uje niumize mimi. Basi mimi naondoka. Binti wakati anaondoka, lakini akaona huyu Mwamba anaonekana kabisa hayuko sawa. Hizi huenda sio akili zake. Kabidi ageuka amwambie, hizo pombe unazokunywa si suluhisho la matatizo yako. Kikubwa unatakiwa ujue suluhisho la matatizo yako ni nini na unafanyaje kuweza kuyatatua matatizo yako. Akili yako wewe inakupelekea kunywa pombe, itakuletea effect kubwa sana baadaye, kwa sababu unaweza kunywa pombe leo bila kujua madhara ya pombe yatakayo kutokea baadaye. Viungo vyako vyote vitakuja vitafeli. Kaa chini, hebu fikiria. Mchizi kabidi amuulize huyo binti, wewe unanishauri hivyo kama unajua kinachonisibu? Hivyo unajua kushauri nini kuhusu mapenzi? Binti kabidi ageuka, kaona kumbe mapenzi yanayo kutesa. Sasa mbona ulikuwa usemi muda wote? Ikabidi arudi, akamuuliza hebu nipe story kuhusu huyo mpenzi wako, nini kinachoendelea? Mwamba ikabidi aanze kumpa story huyo bidada kuhusu mpenzi wake. Yani kuna mdada akiwa anamhitaji mpenzi wake hata kwa kisi, binti hataki, anakuja mpaka nyumbani walale wote. Binti yuko busy na kazi, yani kila sehemu ambayo anakutana na mpenzi wake yeye, mapenzi yake yapo kwenye kazi. Yani anahisi kwamba huyo binti ni yeye ni anampenda, lakini yeye hampendi, huenda kwa sababu binti ana pesa. Basi story zilikuwa ni nyingi, hatimaye usiku ukapita. Asubuhi kumekucha, Mwamba anaamka kwenda zake kazini, akakumbuka ana mgeni hapa ndani. Ikabidi amgongee mlango huyu mgeni, ambaye huyu mgeni kumbuka ni mdogo wa mpenzi wake. Sasa nawaza vipi kama mpenzi wake akitokea hapa ndani akamkuta mdogo wake yupo humu ndani kwenye hii nyumba. Sijui nini kitakachoendelea. Tubaki kwenye huu mzigo na tuendelee kustay kujua nini kitakachoendelea. Hii ni sehemu ya kwanza.
tukutane kwenye sehemu ya pili. Kama umeipenda movie na unahitaji muendelezo wa sehemu ya pili, basi comment hapo chini muendelezo, alafu tutakuletea muendelezo ili tuweze kujua sote kwa pamoja ni nini kinachoendelea. Je, penzi litahamia kwa mdogo au penzi litabaki kwa dada? Lakini kikubwa zaidi, mwanafamilia, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia ukitana on notification inakuwa ni unyama zaidi, kwa sababu unakuwa ni wa kwanza kupata taarifa kwamba bana The Move page huko ameshusha mzigo mpya. Wewe unakuwa ni wa kwanza kupata taarifa. Bye bye.